mweza mame kunandi mame mweza Hodi jamani, habarini za saa hizi ndugu zangu. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Siku ya leo nimetoka huko Mzimuni, nilikwenda kuchimba dawa. Lakini dawa ambayo nilikwenda kuchimba hapa jamani, tuko katikati ya msitu, niko polini. Kuna dawa maalum nimekwenda kuchukua, lakini dawa ambayo nimekwenda kuchukua ndugu zangu ni dawa kubwa sana. Ni dawa ya kinga. Ni dawa ya kinga ya mwili. Kuna mtu nilikwenda kumwekea kinga, lakini kinga hiyo tunasema kinga ya kikola cha simba. Wazee wa zamani wanaelewa kuna kinga ya kikola cha simba. Kinga hiyo ya kikola cha simba, kwanza kwa wanaokula kinga hiyo ni wale ambao wanahitaji kuishi kwa miaka mingi, lakini asili wanaokula kinga hiyo ya kikola cha simba ni wale ambao wanahitaji kupata mafanikio. Iwe sana sana ni wale wakulima, ni wale watu wanaotumia nguvu kazi, nguvu kubwa, wale wanaolima sana, wale wanaofuga sana, wale ambao wanahitaji kuwa na nguvu. Ina maana mtu yoyote ambaye anafanya kazi zake za kutumia nguvu, anapokuwa na kinga hii kubwa hatari, hakuna mtu ambaye anaweza kumweza. Lakini mara nyingi kinga hii wanatumia wale wapiganaji, ina maana wale wapambanaji, wale wachezaji mpira, wale ambao wanatumia nguvu kubwa sana. Kwa hiyo unapochanjiwa, kuna ile ya kulishwa na kuna ile inayochomwa. Kama mimi sasa hivi nimetoka kuchoma dawa, inachanganya na vingila vingi. Inachanganywa ile miti mikubwa, inachanganya mibuyu, inachanganya mkelekena, inachanganya mteketenwa. Vyote hivyo vinachanganya kwenye ile kingila ya simba, kwenye kile kikola cha simba. Kwa hiyo inasagwa. Ikishachomwa inasagwa, lakini inasagiwa msituni, inasagiwa polini. Maana haitakiwi kusagiwa kwenye kadamnasi ya watu. Ikimalizwa hapo, yule mhusika mkuu anakuja kuwekewa kinga huku katikati ya poli, ambayo kinga hile anachanjwa chale 3 mgongoni, chale 3 kifuani, chale 3 kwenye kitovu, chale 3 kwenye paji lake la uso. Kwa hiyo mtu yoyote anayetaka kumroga, mtu yoyote anayemtumia, yani huyo mtu unaweza kupambana na kitu chochote kile, na unaweza ukapishana na kitu chochote kile kisikuzuru, kwa sababu unakuwa umepata kinga kubwa ambayo mtu yoyote, iwe kwenye kazi, iwe kwenye biashara, utakapowekewa kinga hiyo, hakuna mtu atakuzuru, hakuna mtu atakuroga, hakuna mtu atakuchezea, wala hakuna mtu yoyote. Watu wakija kwako, kama kuna mtu alituma kwako aje kukuua, basi mtu akija kukuona tu, anakuona umegeuka kama simba alivyo, basi anakuwa hawezi kukuzuru. Mtu yoyote anayekuja kukuroga, basi anakuja na kukuta wewe umegeuka simba, hawezi kukufanyia ubaya. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, kwenye nguvu za asili kuna vitu vingi msivyovijua na kuna vitu vingi msivyovielewa. Kuna kinga ya simba. Hiyo tunaita ni kingila cha simba, kikola cha simba. Jamani, kama kuna wale ambao wameishi porini, simba anapotaka kufa, awe amepigwa risasi au ameuawa, kuna kitu anapounguruma, anaunguruma pia. Sasa vile anataka kufa au anataka kukata roho, kuna kitu ambacho anakitapika kile. Sasa kwa wale wazee ambao wanajua kile kitu unakiwai, au kile kitu wanakiwai, sasa anapokiwai tu kile kitu moja kwa moja kinakuja kinachanganywa na vingira, unachanjiwa wewe. Acha kabisa, hakuna mtu anayekuroga, hakuna mtu atakaye kuweza, hakuna mtu atakaye kuchezea, hakuna mtu atakaye kugusa. Kama unavyomwona simba alivyo, na wewe utakuwa hivyo hivyo, kwa nguvu za asili za mizimu, kwa nguvu za asili za jadi. Vitu hivyo vipo na vinawezekana sana. Ndio maana tunasema nguvu za asili tunazo, dawa tunazo, mizimu tunazo, na hawa wanyama tuliojaliwa tunao. Kwa hiyo kuna kinga ambayo ukiwekewa wewe kwenye mwili wako, hakuna mchawi atakaye kuloga, hakuna mchawi atakao kuchezea. Sema kinga hii namna ya kuitengeneza kwake ndio inakuwa ina miko mikubwa, inakuwa na taratibu kubwa na nyingi. Kwa hiyo siku ya leo nikasema nizungumze na nyinyi ndugu zangu, kwa wewe unayeonewa, unayepata changamoto za namna hiyo, kuna kinga kubwa ya namna hiyo, hakuna mtu atakaye kucheza. Lakini pia kinga hiyo inasaidia sana 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 wale wakulima. Mtu anakuwa na nguvu, anafanya kazi hachoki. Mtu unafanya kazi huchoki, mtu unapambana huchoki. Mara nyingi wanakuwa wanatumia watu wenye kupambana, watu ambao wanatumia kazi za nguvu, watu ambao wanatumia kazi zenye uwezo mkubwa, watu ambao wanataka kuwa na mafanikio makubwa kabisa, ndio unaweza kutumia kitu hicho na kikaweza kusaidia. Karibuni sana na wapenda sana. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Kwa jambo lolote linalokusumbua, changamoto, unahitaji msaada wa aina yote lile, naomba unitafute, nitakusaidia. Kinga zipo nyingi, ziko nyingi.
lakini siku nyingine nitawaelezea namna gani kwa wale wanaohitaji kupata mvuto na ngekewa. Kuna kitu kinaitwa ngekewa na kuna kitu kinaitwa ndele. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kuna ngekewa na ndele. Sasa kuna wale ambao wanahitaji ngekewa, nitawaelekeza namna inavyotumiwa, na kuna wale wanaohitaji ndele, nitawaelekeza namna inayotumiwa. Ndele inatumika sehemu gani na ngekewa inatumika sehemu gani. Asanteni sana, karibuni sana. Naitwa Dr. Mama Kavumo. Jamani, msisahau kulike, msisahau kucomment, msisahau kusubscribe jamani. Endeleeni kusubscribe channel ya Dr. Mama Kavumo ili tuendelee kusambaza ujumbe kwa watu wengi, na nahitaji kuwa na watu ambao wanatoa elimu kupitia Dr. Mama Kavumo. Karibuni sana na wapenda sana. Asanteni.